Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Karibu katika habari zetu za leo, nikiwa na matumaini kwamba upo mzima wa afya na upo tayari kabisa kuambatana nasi mwanzo hadi tamati ili kuweza kusikiliza kile ambacho tumekuandalia, kile ambacho kinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwenye shamba la mapambano. Na hii ni Kwetu News 24. Msikilizaji na mtazamaji wetu, ni kualike ikiwa ndo kwanza kabisa unakuja kujiunga nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kushare, usikose kucomment, lakini pia usikose kulike ili uweze kutupa nguvu kabisa na uwe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tutakapoziweka angani. Siku nyingine tena tunakujia na habari za mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan zile ambazo zinahusu vita ambavyo vinaendelea milimani mirefu mwa tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga. Miongoni mwa yale tulionayo siku ya leo ni pamoja na mpango mzima wa AFC M23 pamoja na serikali ya Rwanda wa kuweza kuchukua udhibiti wa mji wa Uvira na kuendelea ndani ya mji wa Baraka. Habari za vipunde zinasema kuwa M23 pamoja na Twirwaneho Red Tabara wanasema kuweza kuunganisha nguvu ili kuingia ndani ya mji wa Uvira wakitokea maeneo ya Plaine de la Ruzizi. Kama unavyojua, kwa sababu kuna vikosi vya ulinzi kwenye maeneo ya huko Uvira ambayo yalisema kuwa kuingia kwa M23 maeneo ya Uvira ni ndoto kabisa. Kwa hiyo wameona ni bora waunganishe nguvu ili waweze kuangalia jinsi gani ya kutoboa maeneo hayo. Wakasema kuwa M23 pamoja na Twirwaneho ambao wanapatikana maeneo ya Minembwe waangalie jinsi ya kuweza kurenforcer maeneo ya kule Bijombo ili moja kwa moja waingie ndani ya mji wa Uvira. Itakuwaje sasa? Watashambulia eneo la Uvira, na endapo watashindwa kwa muda wa siku 3 pekee, wanaopatikana milimani mirefu pia maeneo ya huko Bijombo pamoja na milimani tunasema huko Bijabo wataweza kushambulia maeneo ya huko Uvira moja kwa moja ili kuweza kuchukua udhibiti wa eneo hilo. Nilikujia na taarifa hivi punde ambayo ilionyesha kuonekana kwa M23 pamoja na Twirwaneho maeneo ya Bijabo, eneo ambalo ni eneo la kimkakati kabisa ambalo wanaendelea kusalia toka miaka 2019 hawa wagumino chini ya usimamizi wa Sema Hurungure pamoja na Sema Tama. Na utakumbuka kuwa hivi punde maeneo ya huko Mikenge, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo lilizuia shambulio ambalo lilihusisha waasi wa AFC M23 pamoja na Twirwaneho wakijelekeza huko maeneo ya Bijombo. Kwa utafiti wa haraka ni kwamba bila shaka mpango mzima wa kuweza kushambulia jiji la Uvira kwa muda wa siku 3 unaendelea kupambaniwa na AFC M23, ila bado haujazaa matunda kwa sababu jeshi la FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kuwa macho zaidi. Na vikao ambavyo vilivyofanyika huko Kigali, Rwanda pamoja na vingine huko Goma pamoja na Minembwe Center vilihusisha mipango hii ya kuweza kuchukua udhibiti wa mji wa Uvira pamoja na miji mingine kama vile Baraka na huko Kalemi. Lakini je, mambo haya yatawezekana? Kitu ambacho kinabaki kuibua maswali mbalimbali miongoni mwa raia waishio mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kwamba vijana wengi wa makabila ambayo yanajitoa kwa ajili ya kutetea udongo ndio wanaendelea kabisa kusalia miongoni mwa M23 ili kuweza kuchukua udhibiti wa miji hiyo ambayo inatajwa hapo juu, nikitaja Uvira pamoja na Baraka. Ni vijana ambao wanajulikana kabisa. Hicho ndicho kinawapa raia woga, kwa sababu endapo hali kama na hizi zitaendelea kuonekana, vijana hao wana ushawishi mkubwa wa kuweza kuleta vurugu na kuweza kusaidia M23 na kuweza kuchukua udhibiti wa miji hiyo ambayo inaweza kutajwa hapo juu. Sikiliza kwanza habari hii ambayo tulipata kwa mtu ambaye hakutaka jina lake kutajwa. Alitueleza kila kitu kwa sababu hakuna siri ya watu wawili kama unavyojua siku zote. Taarifa tulizopewa na wenzetu ambao wako milimani wanasema kwamba kuna vikao ambavyo vilifanyika kati ya Red Tabara, Twirwaneho, M23 ambayo ni AFC, wakakubaliana kwamba ni lazima waunganishe nguvu waje wasaidie wenzao ambao watatokea Plaine kuja kushambulia Uvira, na wakakubaliana ya kwamba watapiga kwa siku 3 mfululizo. Wasipofanikiwa kuingia Uvira, wale watakao shuka kutoka vilimani ndo watapiga nao siku 3 mfululizo mpaka waingie Uvira. Hizo ndizo habari ambazo tumezipata. Kwa hivyo wanajeshi wa FARDC na wazalendo ambao wako Uvira muwe hange sana, na wanasema ya kwamba kuna vijana wao wengi sana wa M23
ambao walijigeuza kuwa ni raia wa kawaida wote wameshaingia Uvira. Wameshaingia Uvira wakiwa wanavaa nguo za raia wakijifanya kuwa ni raia wa kawaida. Ndio waliingia Uvira kwa wingi, na hawa wanangoja wakati wenzao watakapoanza mashambulizi, basi watapata silaha kutoka kwa wenzao ambao wanajifanya kuwa ni wanajeshi wa FARDC, wanajifanya kuwa ni wazalendo, kumbe ni wasaliti, wanatumika pamoja na M23. Wao ndio watawapa bunduki ambazo zitawasaidia kuweza kukamata Uvira kwa urahisi. Wamesema ya kwamba mashambulizi wameyapa siku 6. Wale watakaotoka plane, watakaoshuka kutoka plane kuingia Uvira watapiga siku 3 mfululizo. Wasipofanikiwa kuingia Uvira, basi wenzao watakaotoka milimani nao watapiga siku 3 mfululizo ili waingie Uvira, na watakapoteka Uvira wataongoza mara moja. Hizo ndizo habari ambazo tunaendelea kuzipokea na ni habari za kweli. Mmesikia kwamba Red Tabara tayari wameshaonekana wakiwa wengi sana kule Magunda, wameonekana wakiwa wengi sana kwa mamia, tumeshazipata na ni kweli. Na mikutano ambayo pia ilifanyika kule juu yote inakuja ikiungana na ile mikutano ambayo ilifanyika Goma na Rwanda ya kusema ya kwamba ni lazima watumie nguvu ili waweze kukamata Uvira, kwa sababu mikutano ya jana na leo huko Goma ya MONUSCO pamoja na waasi wa M23 inasisitiza kwamba lazima mapigano yasitishwe, M23 waweze kutoka katika maeneo yote walioyakamata kama vile walivyokubaliana Washington na Doha, ili waweze kwenda ambako wataandaliwa ili wachungiwe usalama, lakini watoke kwenye hayo maeneo ili serikali iweze tena kurejea katika maeneo ambayo yamo mikononi mwa M23 kwa leo. Na hayo wanasema ya kwamba iwapo M23 itarudi nyuma, ndio maana wanataka wakamate Uvira ili wafungie serikali nyuma sana, ili kutoka Uvira na kutoka Bukavu na Goma kwao pawe na makubaliano makubwa sana ambayo yataishurutisha serikali iweze kuwaingiza ndani ya jeshi la taifa. Tena warudi tena kuingia ndani ya jeshi la taifa wakiwa watakuwa wanatumikia faida za Rwanda, makati wao ni wanajeshi wa FARDC, kama vile ilivyokuwa katika nyakati za Kabila, ambapo kila wakati alikuwa anaingia kwenye meza za mazungumzo na makundi yenye kubeba silaha kinyume cha sheria, na hayo makundi yalikuwa tayari yana fikra. Ndio hawa mnawasikia kwamba majenerale, wanasiasa, vijana, raia, wanamgambo wote wanatumikia serikali ya Rwanda kwa sababu ndio iliyowatengeneza. Kwa hivyo ni lazima watu wa Uvira wawe macho, waangalie sana na wachunguze sana wanaoingia na wanaotoka, kwa sababu adui halali na anatafuta njia zozote ili aweze kuingia Uvira na shabaha yake Red Tabara ziweze kushuka. Kwa hivyo ndugu zangu, hizo ndizo taarifa ambazo zimetokea, tena ni za kweli na ni za kuaminika. Sawa, basi tutaendelea kuchunguza na kutafuta habari ambazo ni za kuaminika ili tuendelee kujua ni jinsi gani. Tukiachana na habari hizo za M23 kuteka mji wa Uvira kwa mara nyingine tena, tuchukue habari ambayo inagonga vichwa vya walio wengi mitandaoni. Ni habari ambayo inataja kuwa serikali ya DRC itatuma kwa mara nyingine tena mshakiwa ambaye aliweza kutumika na RCD ambaye ni Aaron Nyamushebwa kuweza kusimamia kitengo cha operesheni pamoja na ujasusi jimboni Kivu ya Kusini. Habari hizi zikoje? Inasemekana kuwa habari ambazo zinazagaa mitandaoni za kuweza kuleta Nyamushebwa ndani ya mji wa Uvira ili asimamia operesheni pamoja na ujasusi jimboni Kivu ya Kusini ni habari za uongo. Mashirika ya kiraia yanasema kuwa habari hizi ni habari ambazo zinasukumwa na M23 ambaye ni adui kwa ajili ya kuendelea kuleta vurugu na kuendelea kuzubaisha wakaaji wa Uvira pamoja na jimbo la Kivu ya Kusini ili aweze kupata njia tena ya kurejea ndani ya mji wa Uvira. Sikiliza Bwana Mafikiri Mashimango ambaye ni kiongozi wa mashirika ya kiraia ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, alizungumza na Kwetu News 24 na kuweza kueleza yafuatayo. Raia ya Uvira, raia Baraka, raia Fizi, raia Kamituga, raia ya Mwenga, raia ya Uvira, raia Sud Kivu. Ni Mafikiri Mashimango Martin, muratibu wa shirika jipya la kiraia Sud Kivu.
yani coordonnateur provincial de la nouvelle civile congolaise axe Sud Kivu. Leo siku ya tatu 29 Avril mwezi wa 4 2026 nimependa raia kufanya hiyo audio kidogo kufatana na mambo yanazunguruka kwa reseaux sociaux na inaleta paniki na watu wanaanza kuwaza kama ni kweli. Na waza kila mtu yuko nafuata dans les réseaux sociaux kwamba Kinshasa imenome colonel Aron Namushebwa comme commandant chargé des opérations et renseignements 33e région militaire iko basée à Uvira. Ilitaka tu kuambia raia yote ya Sud Kivu, raia ya Uvira na nyingine fasi kwamba ni ma fausse information. Selon les informations proches ya armée FARDC, hiyo habari iko na circuler dans les réseaux sociaux, ni habari ya bongo. Hiyo nomination ya bongo, na mara mingi niko naambia raia kwamba mambo iko nafanyika vimoya, maudio montage ya maudio message ya bongo zimwe ziko nafanyika kufavere ya enemy kwa jua kucreate mapaniki mavile tofauti mamingi tofauti ya favere ya enemy. Donc ni kuambia tu raia itulie, ile nomination ya bongo selon maintenant les informations proches ya armée FARDC, ce sont des fausses informations, na nawaza kwamba musa zote nawaza tutarudilia kuambia avec nini naendelea. Menita kuambia kwamba mwenye anaweza kuwa na inquiétude au mashaka anaweza kutuita inbox pour plus de détails, au anaweza kujiadresser kwa komanda wa 33e région militaire pour plus d'informations. Menitaka tu kuambia kurassurer raia yote kwamba ile nomination ya Aron Namushebwa comme commandant chargé des opérations et renseignements mwenye alikuwa nommé hapa 33e région militaire basée à Uvira ni mabari ya uongo. Watu wasikupanike na kukuwa tu kimya na kufata mambo vila tatizo. Kila raia wote afanye kazi yake na kujikaza kulite contre ile ma message za bongo maudio za bongo zeni mara mingi ziko kwa monter faveur ya enemy kajua kucreate panic. Ndio message na waza kwamba nakumbusha tu raia Uvira kwamba siku ya posho tarehe 2 ya mwezi wa 5 2026 na 15h kurompo kuligala Kamivira tutakuwa na meeting yetu, na tunalomba vraiment raia yote ya Uvira karibu pour que tuongee swali ya motion de censure contre le gouverneur, swali ya suspension des travaux de la route numéro 5 dans le projet PFGL sous financement Banque mondiale, mais aussi kajua sécurité mengi tongea na problème ya régie des eaux. Vraiment tunalomba raia yote karibu na raia mwache panique, ce sont des fausses informations, mabari ya bongo. Le commandant Aron Namushebwa haiko nommé comme commandant chargé des opérations wa 33e région militaire. Nashukuru, mengine tutarudia baadaye. Naam, msikilizaji, mwisho wa habari ndo mwanzo wa habari nyingine. Nikushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi katika habari zetu za leo ambazo ziligusia vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nikuage nikisema kwaheri hadi wakati mwingine panapo majaliwa. Bye bye.